Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5. 1 Thessalonians chapter 5. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5. Kuanzia mstari wa kwanza. Inasema hivi: But of times and seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as a travel upon a woman with a child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. Ye are of the children of the night, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for helmet a hope of salvation. Verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. And may God bless His word. Katia Bwana mtukufu. Leo sifundishi juu ya kuja kwa pili kwa Yesu ama juu ya rapture. Nazungumza juu ya hukumu ya waamini. The judgment of believers. Kila mtu amezaliwa mara ya pili ama kuokoka, ana kila sababu ya kufurahi. Na haya maandiko nimesoma yanataka tusaidiane, tujue positionally tuko wapi, sisi ni nani. Unajua, wakati unajua maandiko inakusaidia kufurahi, inakusaidia kujipa moyo, inakusaidia kusema nitaendelea, kuongeza na matatizo, kuongeza na shida, kuongeza na majaribio. Unajua kwamba umeweka nanga yako kwa Kristo ambaye ni neema. Ndio sababu Paulo anaambia Wathesalonike pamoja nasi juu ya majira na nyakati hakosi tupate kujua. Lakini anatupa moyo, anasema kwamba tunajua siku ya Bwana inakuja kama mwizi, kama mwivi. Anapokuja haujui saa, usiku ama mchana. Kwa hivyo tunajua vizuri kuja kwa Yesu hatujui kama ni mchana ama usiku. Lakini tunapatiwa moyo hapa, tunaambiwa sisi si wa giza. Sema sisi si wa giza. And that is why hiyo siku haitatupata ghafla. Maana ukiwa katika mwangaza you see things clear. Wanasema sisi si watu wa giza, watoto wa giza. Sisi ni watoto wa siku wa mchana. We are not of the night nor of darkness. Can we say that? Yeah. And that's why hii siku haitakusurprise wewe, maana uko katika siku na mchana. Tunakubaliana? Wakati Paulo anasema siku na mwangaza, you see clearly, na unaona mambo vizuri. Na baadaye anatuambia hapa kwamba tusilale kama wengine, lakini tukeshe na kuwa na akili timamu. Be sober. Yaani tusifike mahali tulewe na dunia. Because if somebody is not sober, is drunk with something. So lazima alewe na pombe, anaweza kulewa na mali, anaweza kulewa na hali, anaweza kulewa na chochote kile. We must learn to be sober day and night. Maana tunaambiwa kwamba wale wanaolala usiku, wale wanaokunywa usiku. Lakini but let us who are of the day be sober. Tuvae silaha zote, chapa cha haki ya wokovu, imani na upendo
na helmet, chapeo ya wokovu ambayo ni tumaini ya wokovu wetu. Verse 9 is very important. Ukisoma inasema, for God hath not appointed us to wrath. And that is why I believe with all my heart, Mungu mtu akiokoa mtu na watu wameokoka, ile hasira ya Mungu hawatapitia. Wrath ya Mungu inakuja dunia mzima, we know that. Ile tunasema revelation, great revelation, that's the wrath of God. But we are not appointed to that wrath. And that is why I want to share with you. Kabla hasira ya Mungu ijawaka dunia mzima, kanisa la Yesu wale waaminio hawatakuwako. Wanaweza sifiwe. But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we will live together with Him. When you put those scriptures together, you will find you are safe in Christ. Nasema you are safe in Christ. Katika Kristo peke yake you are safe. Outside Christ, my brother and my sister, you are not safe. Kwa hivyo ile hasira ya Mungu itakayokuja, we can only escape it through Jesus Christ. And we say amen. Na ndio sababu hii wakati itakuwa wakati gani? Maana time is very essential kwa kila kitu. Majira na nyakati. Ni wakati gani Mungu atahukumu waaminio? Kuhukumu si kwa hukumu kwa sababu ya dhambi, ni kwa judge according to their works. Na usikize vizuri, maandiko yanasema Romans 8:1, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. So we are talking about the judgment seat of Christ. Maana kuna judgment mbili, the judgment seat of Christ ya waaminio peke yao, na kuna ile hukumu mbele ya kiti cheupe, the great white throne. Hiyo ni ya kila mtu. Na ndio sababu ni vizuri tuelewe, sisi waaminio hatutahukumiwa na dunia, hatutahukumiwa na wala hawajapokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hivyo timing is very essential. Wakati wa judgment seat ya Kristo itakuwa between the rapture and the second coming of Christ. Nimewafundisha kwamba kunyakuliwa kutatokea kabla Yesu atarudi hadharani aonekana na kila mtu. Kwa hivyo jambo la kwanza, atalinda kanisa lake, atalitoa, alipeleke mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na watakaa huko miaka 7. Wakati duniani hapa kuna dhiki kubwa. Na ndio sababu you're not appointed to wrath. And that's why it's good to understand, wrath ya Mungu hatutapitia hapo. Because it is Christ who did what? Who died for us. Whether we are alive or dead, we might live together with Him. Understand maandiko vizuri upate kuelewa, ili mtu asije akakustua ama kukutisha. Ndani ya Kristo we are safe and protected. Amen. Na Wakristo hawa waaminio watapatiwa thawabu gani na ni wapi? Sio hapa duniani, sio Jerusalem ya hapa. Watakuwa wamepelekwa mbinguni. Yesu amewanyakua na wako mbinguni. Kwa hivyo hiyo judgment seat of Christ, kiti cha hukumu cha Kristo kwa waaminio, itakuwa mbinguni. Sema itakuwa mbinguni. Maana Mungu hata tuhukumu na dunia, na hii hukumu ya Kristo kwa waaminio. Na nimesema tena, it's not because of your sins. God has forgiven you, you have repented, you are a child of God, lakini up there utahukumiwa kadiri ya matendo. And I'm going to prove to you from the scriptures. Sasa kuongea tu bila kubak maandiko. Maana msema ukweli sio mimi, msema ukweli sio mnabii ama mhubiri, msema kweli neno la Mwenyezi Mungu. Once you know and you tell people the scriptures, they have nothing to dispute. Can we say that? Na hiyo hukumu itakuwa ya nini? Itakuwa kwa ajili ya kazi za waaminio, ziwe mzuri ama mbaya. Sema mzuri ama mbaya. Zitakuwa analyzed. Kwa hiyo kuna analyzing ya kazi zetu siku hiyo. Saa zingine ya kogofia. Na utagundua kuna watu watapata kitu. And I'm sorry to say that it depends how you do it. For now, we have nothing to do.
but except to tell you the truth. Na kama unataka kuishi kile unataka, it's your choice, lakini the truth is there. Na kama unataka kumwishia Kristo na uzae matunda yanayolingana na wokovu na toba yako, that is for your own good. Maana in the long run, kila mmoja atatoa hesabu yake mbele za Mungu. Sio mbele ya watu, sio mbele ya pastor ama bishop. Hapana, mbele za Kristo mwenyewe katika kiti chake cha hukumu. Kabisa. Na matokeo itakuwa ni kupeana thawabu, rewards, ama taji, ama nothing. Yaani baada ya kuhukumiwa kadiri ya matendo yetu, kuna watu watapatiwa thawabu, wengine watapatiwa taji, na wengine watapata nothing. Sasa wewe katikati ya watu wote utapata kitu ama utapata kitu? Sasa inategemea kile unafanya hapa duniani kwa ajili ya Kristo. I say it will, the result will be the rewards, the crowns, and get nothing. Na watu wa shule tunapoendelea kusoma maandiko, utapata wengine kazi yao itachomeka. Ingawa muziki itabakia, lakini kazi itachomeka na wataponyoka kwa moto kimuujiza. Na wafike huko wananuka mwisho wasema bahati yangu, lakini hakuna kitu. Hakuna kitu. Na wengine wakati wanapita kwa moto, kazi zimejaribiwa, inatoka safi, wanasema hallelujah, glory to God. Na wanasema amen. Very. Kwa hiyo maandiko ya kwanza tutasoma ni Wakorintho wa pili 5. 2 Corinthians chapter 5. Sasa tusikie iko namna gani. Na ufungue masikio na usikilize. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Inasema, wherefore we labor that whether present or absent we may be accepted of him. Wherefore we labor, kama tunafanya kazi tukiwa hapa ama hatuko, tukubalike na yeye. Sasa swali ni hii, wewe ungependa kukubalika na nani? And that is why we are not men and women pleasers. Anayependeza mwanadamu amepotea. Usifanye kitu kinipendeza na usifanye kitu kukupendeza. Tuwe present or absent. Paulo akasema, for me to be in this body I'm absent of the Lord, but to be out of the body I'm present with the Lord. Whether we are present or absent, we are here to please the Lord. Amen. So I beg you kindly and I beg you by the mercies of God, pendeza Mungu. Amen. Kubalika na yeye. Hata kwa watu hata ukubali, they don't have your reward, they don't have your crown, they will give you nothing. But the one you please, he will give you something. Amen. Wanaweza sifiwe. Kwa hiyo hapa Paulo anasema kama tuko ama hatuko, katika bidii yetu na leba yetu ile tunafanyia Mungu, tukubalike na yeye. Maana siku moja, ndugu na dada, utasimama vile ulivyo mbele ya Mwokozi wako Yesu Kristo. Utatoa hesabu gani? Utatoa hesabu gani? Anything you do, utatoa hesabu. Baada nasemaje? Wherefore, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Soma hiyo 1, 2, 3. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Sema, for we must. For we must. Whether we like it or not, it is a must. Ujambo, usijambo, it is a must. Useme sitaki, utavutwa by force. Maandiko yanasema, for we must all. Sema all. Hiyo ni kusema kuongeza na wewe na wale wote wameokoka dunia mzima, who are born again, whether Japan or Russia or China or America or Africa, wherever they are, who accepted Christ as their personal Savior. After being raptured, wamepelekwa mbinguni. Sasa wote watapia mbele ya kiti cha hukumu cha nani? Cha Kristo. Sio cha Mungu, cha Kristo. Ile ya Mungu itatokea baadaye, the great white throne. Hii sasa ni Kristo. Anaangalia wale waliompokea, walifanya nini baada ya kumpokea? Matunda walizaa ni gani? Ama ni porojo? Ama walikuwa wanasema wanataka kwenda mbinguni,
That's why I usually say here, we are not saved just to go to heaven. We are saved to bear Jesus' fruits down here. Opportunity tumepatiwa, at least we know where we are going. Unajua kusema uongo ni dhambi. So why should you go online and to everybody? Unajua kutukana ni mbaya. Why should you abuse nyama mimi kutukana? Alafu nasema umeokoka sana na umenitukana ama umenisengenya. Hiyo yote inaandikwa mahali. Na siku ya hukumu utaambiwa hebu sema kule ongea ya Marita. Bwana unajua niligawanya na shetani. Utaambiwa hapa panataka shetani. Mbinguni shetani hatajui. Wewe beba mzigo wako. Wewe ndio ulitukana. Wewe ndio ulisengenya. Unaelewa hii? Baada nasema sote tutafanya nini? Tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Ili kila mmoja apokee, sema ili kila mmoja apokee mambo aliyofanya katika mwili. Na maandiko yanasema yawe mazuri ama mabaya. Si umesikia? Yawe mazuri ama mabaya. Mambo yanakuja. Sasa jifunike vile unataka, blanketi itatolewa. Sasa ndani ya watu wa so saved itakuja kurushwa nje na uonekane vile ulikuwa. Tafadhali leo utabadilika katika jina la Yesu. Na chochote umefanya Mungu atakusamehe kabisa, na unajua akisamehe na sahau. Lakini kile hujatubu kingali kiko hapo. Unaweza sifiwe. Kwa hiyo tunaambiwa kila mmoja atasimama katika kiti cha hukumu cha Kristo na atapokea kadiri ile alivyofanya katika mwili. Sema mwili huu. Unajua mwili huo sio wako, ni wa Mungu. Na ukielewa hivyo, utachunga mwili wa Mungu, utasafisha mwili wa Mungu, utahakikisha yule amekaa ndani aliye Mungu, Roho Mtakatifu anastarehe. Kabisa. Hata siku moja muondoke, mwili utasema umekaa vizuri kwa nyumba vizuri, sasa utaenda kupokea nyumba nyingine huko. Maana kuna nyumba nyingine inaitwa hema ya kutoka mbinguni. Hii kishachakaa, siku nyingine tunaenda kupata. Kama hiyo ilisumbua, ndio utapita kama. You know, there are some things which are so practical. Na Mungu sio mdhalimu. Mnajua sababu Kristo anatufundisha njia zake. Tusije tukua kanisani kupiga makofi na kuimba na kuruka, hiyo ni sawa, na kusema nini, na baadaye tunasahau kwamba kuna mmoja tutakutana mwenyewe aliyetupenda hata kabla hatujampenda, aliyetufilia na kamwaga damu yake, na anasema zaa matunda na matunda yenu yabakie. What kind of a believer are you? Warumi 14 mstari wa 10. Inasema hivi. Inasema hivi. But why dost thou judge your brother? Kwa nini unahukumu ndugu yako? And why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Kwa nini unamhukumu ndugu yako na kumdhulumu ndugu yako? Sote pamoja tutasimama katika kiti cha hukumu cha Kristo. Na ndio sababu kanisa linawaambia usijaribu kusengenya mwenzako. Na kama na shida enda kwake msaidie. Si ni kweli? Sio kuchukua na wawili watatu kunasengenya mtu, unamchinja, unafikiria Mungu aone. Kama mtu amekosa go to him or her, na akikataa leta wapili, watatu, baadaye hakuna njia nyingine utaanza kusaidia mtu. Kwa hiyo tunaambiwa hapa, kwa nini unamhukumu ndugu yako? Kwa nini unamhukumu dada yako? Maana sote pamoja tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Si unaona hapo tena sema we shall all stand. Sasa ndugu na dada wako mdhamini, na wewe your brother's keeper, usiwe kama Kain. Make sure that you take care of your brother and your sister. Encourage them, guide them, warn them, and draw them back to God. Mama sisi sasa. Hiyo ndio njia. Wakorintho wa kwanza 3. Inasema according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid a foundation and another build thereon. But let every man take heed how he buildeth thereon.
Mimi ni mjenzi mwelevu, Paulo anasema, ninaweka msingi. Sasa mwingine angalia vile anavyojenga, na hakuna msingi mwingine mtu anaweza kuweka ijapokuwa umewekwa ambao ni nani? Ni Kristo Yesu. So mtu akiokoka amepata msingi na Yesu ni msingi. Sasa angalia vile utajenga juu ya huo msingi. That is what we are talking about. Yesu amekuokoa. Yesu amekuzaa mara ya pili. Sasa angalia vile unavyojenga juu ya huo msingi. Baada anasemaje? Anasema hivi. Now even a man built upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay and stubble. Sikiliza. Hizi ni kazi sita. Gawanya mara mbili. Gawanya nini? Tatu ni kazi nzuri. Gold, silver, precious stones. Weka ndani ya moto, haitachomeka. Itasafishwa, itoke pure. Weka nyasi, majani na miti ndani ya moto. Utapata nini? Sema utapata maji. That is why I'm saying that Christians will never get anything before the Lord. Walihubiriwa, wakafundishwa, wakafikiria tunapiga kelele. Wakasikiria ni kazi tumekosa. Wakashikilia dini zao, wanafundishwa vile wanataka. Wakakosa kuelewa matendo yetu tatufuata baada ya maisha haya. Sasa Paulo anasema hivi, angalia, kama mtu atajenga juu ya msingi Yesu ambaye abomolewi, wokovu ni wa milele, ni kweli, wokovu ni kazi ya Mungu ndani yako, ni kweli, ni kweli, you are saved by the grace of God, ni kweli, but watch how you build on that foundation. Gold is good works, silver is good works, precious stones is good works, but when you turn the other side, majani, nyasi na miti ni kazi mbovu tena mbaya. And don't cheat anybody. And I don't cheat anybody. Kama nimejenga kazi nzuri, hata moto uje, faida ni yangu. Badala ya kuchomeka nisipate kitu, itakuwa purified and God will congratulate me, good and well done, good and faithful servant. Otherwise atasema, wewe utafanyaje? Msingi imebakia yetu, lakini hakuna thawabu. Wewe wakati kila mtu anapatiwa thawabu, jina linaitwa, unaambiwa wengine muingie ufalme wa mbinguni, lakini hakuna thawabu. Wengine wanapatiwa mataji 1, 2, 3, 4, 5, wewe unaangalia ni kama kwake imenyeshewa. Tena huko mbinguni unakaa hivi, maana unajua imefika. Bishop Malika alihubiri, Reverend walihubiri, kazi ya Mungu ilifanyika, lakini hasa ulidharau, uliona tu ni kawaida. Kuja kanisani sikupata utajiri, kuja kanisani tu kupata bibi ama bwana mali. Kwanza ni Yesu. Haya mambo mengine utapatiwa. Mungu atakataa kutubariki, ya say seek first the kingdom of God and his righteousness. And all these things God sio mchoyo, he can bless you mpaka ushangae. Alibariki Ibrahim awe baraka. Kwanza tunamtafuta mwenyewe anayebariki, na tukimpata yule anayebariki atatubariki. Sasa baadaye anasemaje? Baadaye anasema every man's work shall be made manifest. Kazi ya kila mmoja itadhihirishwa. Hiyo siku itaitangaza, there is that day. Hiyo siku ile judgment seat of Christ, that day, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work, what sort of work it is. Kazi ya kila mmoja wetu, hata sisi wahubiri, inajaribiwa. Hii sio ya Wakristo tu, hawaaminio, hata mimi ni muaminio, hata pastor ni muaminio, hata bishop ni muaminio. Call them prophets and apostles, they are believers. The foundation is Jesus. Na wao pia watahukumiwa kadiri ya matendo. Hata kuna wengine walihubiri mafundisho mabaya, hiyo pia itachomeka. So what I'm trying to say is this: let us stay focused in the work of the Lord. Salvation is a free gift, but we must accompany it with good works. That's why ukiambiwa fanya kazi ya Mungu, fanya, hapana sema wanatafuta pesa, wanatafuta mali, endelea kuongea hivyo, hukumu inakuja, you will get nothing. Atanka chifa utapata. Kwa hiyo tunaambiwa moto itaidhihirisha. Maana nasemaje? If any man's work abide, which he has built thereupon, he shall receive what? Any man's work ikikaa, ikishachomwa na ichomeki imesafishwa, atapata thawabu.
Na ndio sana waambia katika kiti cha hukumu cha Kristo ni mawadhawabu tupu. Na hiyo itakuwa siku ya ajabu, tunapatiwa madhawabu. Are you looking forward to that? Kama nakaa tu hapa. Chochote unachofanya hapa is for your own good. One day itakufuata. Kama ni kuchelewa church, ndio itakufuata. Nataka kusema tena, kama ni kuchelewa tutakusii, you will get it right there. Utaambiwa you are late kama kauko. Na utaambiwa you used to come late hata hapa kauko. Na kuna malaika moja wa time mbinguni. Hii kazi yako ni kuangalia watu wale wanachelewa. Walikuwa wanachelewa, sema wewe ebuka huko. Kwa nini singekuja mapema? Sio hapa, ulianzia huko chini. Ungeanzia huko chini. Wengine maombi ndio hiyo maombi. Wengine kutoa watoe. Wengine wafanya sasa hiyo yote itakufuata. Kuna malaika wa maombi mbinguni atasema wewe ulikuwa mvivu kwa maombi. Sio sasa unaanza kuomba. Hakuna utajua salama kana hakuna hapa ukianza huko chini. Chochote kile unafanyia Mungu hapa kinaonekana mbinguni. Amen. Mbona wewe unataka Mungu akupatie dawa ama kipawa? Hata kanisani kiambiwa fanya hivi, toa, fanya hivi, unaona ni ngumu. Tena ndio unanyesha. Huko mbinguni unataka kunyosha mikono mirefu. Tabia mkono kurudisha. Kwa hiyo hapa tunaambiwa every man's work. Every man's work. Every man's work. Every man's work. If any man's work abide, which he has been upon thereupon, he shall receive what? A reward. If any man's work shall be burnt, tunaona kazi ya Yesu achoma. Tena mtaona moshi hivi. Saa zile unasimama mbele za Bwana, tutaona moshi unatokea kwa kichwa. Alafu tunauliza hii moshi ni nini? Hiyo ni kazi zake zinachomeka. Na saa hizo zinachomeka unalia. Ingawa msingi wa wokovu iko. Kazi yake ikichomeka, maana anasema even man's work shall be burned, he shall suffer. He shall suffer what? Atapata hasara. Wewe ungependa hasara ama faida? And that is why kama mtu analeta faida kwako, mwambie toka. Kama mtu analeta faida, mbariki. Kama hali fulani haikusaidii hata katika maisha, unataka faida. Nani angependa kufanya kazi isiyo na faida? Na ndio sababu hata Kristo anataka faida. Kwa hivyo kazi yako ikichomeka utapata hasara. Sikiliza hii. But he himself shall be saved, yes, so as by fire. Yanaweza kuondoka kwa moto wa tuone mjamani huyu anafanya huko nje. Anasema jamani, lakini kazi amepata hasara. This should be taught in the churches so that people may know whom they are going to face. You are going to face your Savior, who is going to be your judge. The same way, and your sababu hata yeye angependa watu wamemletea udhamana, wamemletea faida. Can we say that? Hata ukiwa na watoto, you like to see them bring profit. Si hasara. Anything you do in this world, kuna kitu na project ni faida. Na kama hakuna faida, then you are wasting time through life. You are beating around the bush, as they say. And many Christians are beating around the bush. You want to come to church once a month. And you think you are lying to yourself. Is you lying to yourself? And that's why some of us are like, I will serve God in and out because I know in the long run. Itatoa sana. Wanaweza sifiwe. So it's good to understand na tuelewe hivyo. Sasa tujue Mungu anatupenda, lakini anataka tufanye mapenzi ya Matthew 16:27. Hii ndio revival kabisa. When you have changed, revival will come. When you change your attitude, revival is just a process. Matthew 16:27 inasema hivi. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. When Jesus will come, atakapokuja na malaika wake, mkononi atakuwa na thawabu ya kila mmoja,
na atapatiana kadiri ya kazi yako. Inapowaza kuna kitu kinatengenezwa mbinguni kinaitwa thawabu yako. Hata vile umekaa hivi, hata vile nahubiri hapa, something is being made for me in heaven and world. If I serve God faithfully, bila hypocrisy, bila tamaa yoyote, najua ni Mungu nafanyia kazi, nipate nisipate, nimpate yeye, ana thawabu yangu. Na wewe unapofanya kazi ya Bwana hapa, unapoomba na kusali, unapoenda ushirika, unapofanya jambo lolote, unapohubiria mtu, unapofanya kazi ya Mungu kwa njia moja ama nyingine, hata iwe kwa njia ndogo, inaenda kwa vitabu vyako. Kila mmoja hapa jina lako limeandikwa, na chini ya jina lako kuna matendo yako, kila umefanya. God will only multiply what you have done. You will not multiply what you have never done. Na ukianza kuelewa hiki, wokovu itakuwa ni raha ndani ya Yesu. Kila mmoja atapata kadiri ya matendo